wakati dini imesimama katika kuongoza ulimwengu kama Islamic State, automatically hizi taasisi zingine zote chini zilikuwa zinasimamiwa na Islamic State. Kwa kuwa msimamiaji ni serikali, ililazimika hivi vitengo vingine vyote vinyenyekee vile na nidhamu kufuata na kufuata. Kwa hiyo wakati wa daula Islamia baada ya uhuru ulimwengu, tulikuwa tuna haki ya kutizama jamii, kwa sababu ukitizama mashehe walikuwa wamesimama kutokana na nidhamu inayotaka serikali. Ukiwatizama wahadhi walisimama kwa sababu ya nidhamu ya serikali. Ukiwatizama waalimu pia na wao walisimama kwa sababu ya nidhamu ya nani? Taasisi na jumuiya zote zilisimama. Kwa maana hiyo miji pia na yenyewe ilikuwa inasimama kwa sababu imesimamiwa na daula ya Islamia. Kwa hivyo kulikuwa kuna haja kwa wakati wa daula ya Islamia kitawala ulimwengu, kulikuwa kuna umuhimu wa kutizama taasisi hizi, kwa sababu boss aliyekuwa anasimamia taasisi zote alikuwa ni nani? Ni daula ya nini? Uislamu ulikuwa ukisupply magavana, viongozi mbalimbali katika sekta zote. Kwa hivyo watu wana nidhamu ya Islam. Kwa hiyo ulikuwa ukitizama mtu kwa wakati ule kama shehe, utamkuta kasimama. Ukimtizama mhadhiri kasimama, ukimkuta mwalimu kasimama, bosi wake anamfundisha. Ukitizama taasisi imesimama, hata miji pia uliikuta imesimama kwa sababu bosi alikuwa ni daula ya Islam. Lakini baada ya kufa Mtume Muhammad, mtizamo huu kabadilika. Ndipo mwanzo kabisa ikawa tayari daula zikaanza kubadilika, taasisi zikaanza kubadilika, jumuiya zikaanza kubadilika, mashehe wakaanza kubadilika, maimamu wakaanza kubadilika, wahadhiri wakaanza kubadilika. Kama utabaki na mtizamo wa kutizama hizi taasisi, utakuwa uko sawa, lakini hujasoma alama za nyakati, ufahamu time factor. Ungekuwa unajua wakati, usingekaa kutizama taasisi, kwa sababu wakati wake umefanyaje? Umekwisha. Sasa hivi tunarudi kwenye asili, kumtizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko akida moja tuipitie wanachuoni, maneno haya makubwa na habibi yamesajiliwa katika kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Majmu'at al-Fatawa al-Kabir kwa lugha. Lakini maneno haya pia unayakuta katika Hadith al-Aqida, kitabu cha Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, na pia unayakuta maneno haya katika kitabu cha Zadul Ma'ad cha Ibn Taymiyyah. Utayakuta maneno haya ya kwanza yakawekwa pia katika kitabu Madarij as-Salikin baina al-Manazil, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hichi pia ni kitabu cha Ibn Qayyim al-Jawziyya. Lakini pia maneno haya yamewekwa katika Al-Bidaya wa Nihaya, kitabu cha Ibn Kathir. Maneno haya ya wanachuoni ambayo baada ya kukaa jamhuri ya ulama wakabaini baada ya Mtume Muhammad dini ilitekwa ikatoka katika nafasi ya kuwa dini ya Allah na dini ya Mtume, ikachukuliwa kuwa dini ni milki ya mataifa, matawala na ufalme. Wanasema annasu ala dini muluki,
wameelekezwa kwenye dini ya wafalme, dini ya watawala, badala ya dini ya Allah na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu fa amanu bihi, watawala wakiamini jambo hili sahihi. Iko sawa. Wadudu. Watawala wakiamini jambo wanalazimisha na wale wanaowatawala waamini hivyo. Fa in kafaru fakafaru bihi, wakipinga jambo wanalazimisha na wale walio chini ya tawala hizo hilo jambo halifai. Haya yalikuja baada ya Mtume Muhammad na daula za Kiislamu kufanyaje? Watu wakabakisha kwenye dini za watawala. Annasu ala dini mulukia, watu wako katika dini za watawala, dini za wafalme, badala ya dini ya Mungu na dini ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya hayajatokea katika umma wa Muhammad. Historically inatuambia hata Bani Israeli Allah aliwapa mwongozo na ilisimama dini yao kama dini ya mfumo wa tawala, na mmoja katika viongozi wakubwa katika Bani Israeli alikuwa ni Nabii Daud. Taurati ilisimama kama katiba au sio mbaya? Wakati wa nani? Wa Daudi. Wawaritha Daudi Suleiman. Daudi naye alikufa akachukua mamlaka nani? Lakini Mungu anatuambia katika Qur'ani, katika kuiondoa dini kwenye nafasi yake ya Mungu na mtume wake, waeleze katika mamlaka zao. Allah anatusaidia katika sura ya 17 aya namba 4, wa qadayna ila bani israila la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lamuna uluwan kabira. Allah anasema, Allah aliwahukumia Waisraeli waliofanya makosa mara mbili na wakaleta jibu kubwa kabisa katika zama zao. Sasa kwanza walipoiona katiba ya Mungu na serikali yake, manabii wameondoka, imebaki katiba Taurati. Wakaona ile katiba haina maslahi na sisi, wakawa fanya amendment, wakichukua baadhi ya maelekezo na kuchomekea na neno zuri kusalamu. Taurati inakosa kuwa ina maneno moja kwa moja ya Mwenyezi Mungu, bali yaingizwa maneno ya ufalme na yenyewe yashike nafasi kama maneno ya nani? Allah alisema sana, alikasirika sana na aliwapelekea serikali ikawaadhibu. Walipelekwa Persian, wanawasema wageni Persian Empire. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي البأس الشديد فجاسوا ديار خيام وكان وعدا مفعولا. Stori ya Kusaini, Mungu aliwapelekea Waajemi Persian Empire, ilipenda kuwakalia wana wa Israeli katika nchi yao wakiwa katika mji wao, lakini wakawa watumwa ndani ya taifa. Kusahau ni kule kutaka kuibadilisha dini kuwa dini ya wafalme, dini na ile nzuri kabisa. Baadaye muda mrefu uliopita walifahamu sana, Allah akawatumia manabii Isaya, mwambia Isaya wakarudi katika mstari, karudi kulimisha ili kuwa dini ya Allah. Lakini kama ilivyo tabia ya binadamu ni kusahau,
walifika mahala wakasahau tena, wakarudi kwenye tabia hii ya kutaka kumpokonya Mungu duniani. Sasa walipotokea watu wa kuwatahadharisha kwamba jamani, mnakumbuka historia tulifikia wapi? Walipotuma manabii kwa ajili ya kuwatahadharisha jambo hilo, wao walichokiona njia fupi kabisa ya kuzuilia dini ibakie kuwa ni dini ya wafalme na watawala ni kuwaua manabii. Sawa, wakaanza kuchinja nabii mmoja baada ya ninadabu na katasi. Lakini raha nini? Dini ya Mungu iwe chini ya dini ya wafalme. Hilo kusahau ilikuwa la pili, na walipofanya kusahau la pili, Allah akawapelekea utawala mwingine tena, Roman Empire, wakapelekwa kwa ajili ya kuwalaza. Faidha jaa wa'dul akhirati, ilipokuja ahadi ya mwisho, Allah akawapelekea dola nyingine ambayo wakalia ikauingia msikiti mtukufu wa Kudusi, ikaharibu msikiti ule, ikawafanya wabwana wakawa watwana, ikamali dola ile. Kisha baada ya hapo kulizika, iliwafukuza kabisa mpaka wana wa Israeli katika mji wao mtakatifu Kanaani, wakawa hakuna hata Israeli. Wakosa nafanyaje? Wakosa nafanya na kwa uoga. Tamaa yao ilikuwa ikifanya hii dini ya Mungu iwe dini ya watawala, dini ya wafalme. Haya, tuache habari za Taurati na Musa na Daudi. Lakini wana wa Israeli pia, Nabii Isa Maryam alikuja na mwongozo pia, na wenyewe pia walifanya jitihada ya kutosha. Dini pia sahihi ya Isa Maryam ikabadilishwa ikawa ni dini ambayo inasikiliza maelekezo na matakwa ya watu baadaye. Mpaka leo iko hivyo. Sasa katika ummati Muhammad, Allah ameahidi kuilinda Qur'an. Anasema Mungu, nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna lahu hafidhun. Inna nahnu, kwa hakika sisi ndio tuliteremsha hii Qur'an na sisi ndio wenye kuhifadhi Qur'an. Allah ameiandaa katika Mungu anaumjua yeye, kiasi ambacho kila wanapojaribu kuhifadhi Qur'an wanashindwa. Sasa tufanyaje ili dini hii na yenyewe iwe ni dini ambayo tunaikontrol sisi badala ya kontrol nani? Wakaleta mapinduzi ya mifumo ya maisha duniani. Tunaenda vizuri sikizeni vizuri. Walileta mapinduzi ya mifumo ya watu duniani na kushinikiza fikra za watu wasitizame Qur'an kama ni mwongozo wao. Yalikuja mapinduzi ya kielimu katika karne ya 16 yanaitwa scientific revolution. Mapinduzi haya ya kielimu yaligawanya elimu. Kuna elimu ya imani na elimu ya mafikira. Ndipo pale tulipokuja kukutana na sisi na tulipozaliwa, kuna elimu ya dini na elimu ya nini? Haya ni mpango ya watu. Elimu zote zinatoka wapi? Hakuna elimu ya mtu. Kila mwenye elimu amepewa kutoka kwao. Sasa ili wamtawale mtu badala ya Mungu kubaki kwenye akili ya mtu, na akili kimsingi inaongozwa na ilmu. Akili inaongozwa na nini? Watu wa psychology, wajuzi wa elimu ya akili, wanasema the highest and the most important part of the body
that is a center of control and the key for all other parts of the body, responsible for voluntary and involuntary body activities, is brain. Kiungo kilicho cha juu kabisa kwa mwanadamu, kilicho bora kuliko viungo vingine vyote tunavyo, ambacho kiungo hiki ndicho kina ukontrol mwili mzima. Na ndio ufunguo wa kuruhusu viungo vingine vifanye kazi. Viungo vya hiari na visivyokuwa vya hiari ni nini? Kwa kutaka kutawala wanadamu, tawala nini? Hawatu walikuwaki, kaanza kucheza. Kwa kutaka kuhareka wanadamu, kwa mabavu huwezi. Lazima ukamate nini? Iko kila ingine, hata wengine wanasema, a single and the most powerful asset we have is our mind. If well trained, can create a magic wealth. Kitu kimoja chenye nguvu na ndio rasilimali ya mwanadamu anayoingia ni akili. Tena akili yenyewe ikiwa imeelimishwa vizuri. Mwanadamu, Mungu anasema katika ile sura nafikiri 95 ile, Allah anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, nimemuumba mwanadamu katika umbile lililo bora sana, thumma radadnahu asfala safilin, kisha tukamrudisha chini kuliko walio chini. Mufasirina wanasema ubora wa mwanadamu sio body structure yake, yaani kilichomfanya mwanadamu awe bora ni brain capacity yake, akili. Akili ndio iliyofanya mwanadamu aonekane nani? Na ndio maana hii ya dunia kusimamia tumepewa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya akili. Wako viumbe wengine wazuri sana kama malaika, wazuri sana kama mwanadamu, au sio? Lakini tupewa dhamana kusimamia hii dunia kwa sababu ya akili. Mtu awe mzuri ni lazima akili yake iwe, na ili mtu awe mbaya ni kuibadilisha. Siku moja katika dua tunasii Bwana Mtume Muhammad alifaa kwa masahaba, wakaenda kumuuliza maswali. Kwa Abdullah ibn Mas'ud, Abu Hurairah na wengine wakamuuliza maswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani mjuzi wa watu? Nani mjuzi kuliko watu wote? Nani mtana? Nani mjuzi kuliko watu? Mtume akasema ni mtu mwenye akili. Swali hili akauliza Mtume, ni nani bora kuliko watu wote? Aliye bora kuliko watu wote ni nani? Mtume akasema ni mtu mwenye. Kisha akauliza swali tatu, nani anayeabudu, yani mcha Mungu, ambaye anafahamu mazuri na mabaya kuliko watu duniani wote? Mtume akasema ni mtu mwenye. Sina nielewa sana. Nataka kumtawala mtu, tawala nini? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii formula iliyokuja ya watoto wetu miaka 5 wanaanza nursery school, miaka 7 primary, wakirudi kuna tuition. Uwezo wa akili zao ulivyo, wanapelekwa masomo mengi kwelikweli. Ukitazama Uingereza na Marekani, kuna chuo kimoja pale cha Uingereza na Marekani, Dar es Salaam, kwa kufanya research kidogo. Wenzetu kwa nini wanakusanya kwa sana? Wanafundishaje hawa? Kama kupata mwalimu mkubwa, kama kusema unipe sila msiteni na kwa. Sema bwana, sisi kwanza hatuna madarasa, makasa tuna madarasa. Na sisi tunapofundisha topic, tunafundisha theory and practical. Tukifundisha habari ya mlima, theory tunatoa watoto
tukifundisha habari za soil village, masala ya udongo, tunawafahamisha soil village wafahamu udongo wakati wa masika unafanyaje kazi kuleta tija kwenye mazao, na ile rutuba inatokaje kwenda kwenye mazao na inarudishwaje wakati wa kiangazi kupitia wadudu wanaitwa bacteria agents, yani theory and practice. Kwa nini mmea unakuika vizuri ukiwa unapata mwanga wa jua, na kwa nini mmea unadhoofika unapokosa mwanga wa jua? Tunawalazimisha watoto wenyewe walime, na yani mazao mengine waweke kwenye vuli na mazao mengine waweke kwenye nini, mpaka mazao yaishe yale kuvunwa, ndio somo linafanyaje. Allah inaelewa sasa. Kwa hiyo wale darasa tatu akitoka pale ni sawa na usisi wako akubeba matakataka ya kitabu chungu mzima wale. Kitaka kuzaa upeo wa mwanadamu, Mtume anasema mwanadamu upeo wake anatumia nini? Kwa hiyo tutaka kuzuia upeo wa mwanadamu asione mbali, hajui jambo litakujaje dakika mwili tatu zilipita. Nimesema mchunga wa mwanadamu, nimesema Mtume gani? Upeo wa mwanadamu nini? Na nyenzo ya mwanadamu. Tunafahamu nyenzo. Nyenzo tunafahamu. Ndio. Nyenzo ni nini? Kitu kinachomwezesha mwanadamu kurahisisha kazi. Vitendea kazi, au sio? Brain iko kichwani. Sasa unataka kwenda uani, lazima brain iruhusu viungo vya mwisho uinuke, au sio? Sasa nyenzo za kuinuka mpaka wewe utoke maji ni viungo hivi. Kwa hiyo nyenzo kuu inayoendesha mwili nini? Akili ndio kitu pekee ambacho vita vya kwanza vilipigwa katika mkoa wa Arabia. Hata Mungu anasema katika Qur'ani, tunazungumza mwalimu wangu jana kufundisha ishara saba. Allah anasema watu wataingia motoni watazilaumu akili zao. Watasema lau kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabi, lau kama tungesikia yale yaliyokuwa yakisema na mashehe na watu wema, na yale yaliyosema tukayaingiza kichwani mwetu sisi, sio tusingekuwa watu motoni, kwa sababu wanaoingia motoni kimsingi ni watu ambao hawakutumia akili zao. Watakaoingia motoni ni watu ambao hawana akili. Akili ni nini? Akili ni ule uwezo wa kutambua uzuri. Shote ni mtu akisoma anaweza kuwa na certificate, anaweza kuwa na diploma, ana degree na masters ya PhD, lakini akawa ni mjinga. Sawa, akawa mjinga kivipi? Amekopi yale aliyosoma. Uwezo wa akili yake kudadavua, kutambua kwamba hili zuri ya ubaya aliyosomeshwa hana huyu nani. Kwa maana Qur'ani inaniambia afala yatadabbaruna al-Qur'an. Hivi hii Qur'ani hamifanyii research, kwa sababu Qur'ani inamwambia Mungu inaipa nafasi ya akili kwenye kazi. Ikikukataza usilipa haikwambii riba ina madhara gani. Wewe mwenyewe akili fanya kazi kutambua madhara yake. Ikikwambia zina ni haramu, inakuachia Qur'ani hivyo. Dini ya kimaumbile inaiacha Mungu, hana haja ya kutoa ufafanuzi, kisha kupa kitu ambacho kina uwezo wa kusearch na kutafuta majibu ya ubaya ya huyo. Kwa hiyo Qur'ani ni elimu mwongozo. Ikisema haramu, kitu kianze kusema kwa nini Mungu amesema. Kwa hiyo kiasi scientifically, biologically, economically, geographically, unaikuta ile haramu kwa pale, inakuambia kote nyingine zote inakuletea madhara. Kumbe ndio maana Mungu kukataza, kwa sababu nyingine zote jambo hili sio nzuri. Akili inakubali Qur'ani. Ndio maana Qur'ani maana kitabu sio mchezo.
na linapoamshwa jambo utaikuta akili, kila ukienda kwenye sekta zote za elimu unaikuta akili inafaidika. Ukiambiwa kutoa zaka, utaangalia faida ya zaka, unaanzia kwenye kutoa ile unasafisha roho yako, unasafisha mali zako, unafanya roho za watu wanaokuzunguka wawe na roho nzuri, wasikufikirie vibaya, wakuombee dua, unaendelea vizuri, unatengeneza walinzi, unaendelea kulinda mali yako, unapunguza umaskini ambao utawafanya wanawake wanabadilike na watoto yatima, una control jamii kupitia zaka. Kwa hiyo automatically unaishi very safely kwa sababu ya nini? Ni dini. Na nipata zoe. Kwa hiyo sehemu ya kwanza kabisa tutaka kumtawala nao huyu mtu mmoja amezaliwa mwaka 1933 na amekufa mwaka 1933 amezaliwa mwaka 1833 na amekufa mwaka 1956 anaitwa Rockefeller. Anaitwa nani? Rockefeller. Genius ambayo aligundua mbinu ya kutawala wanadamu. Anasema we don't want intervention of thinkers. Ili kutawala ulimwengu na kufanya ulimwengu huo wa shetani. Ulimwengu wa Freemason, watu waishi na vyote na sisi. Sehemu ya kwanza kubwa ya kusinda kamata ni akili za watu. We don't want intervention of thinkers. Hatutaki watu wenye uwezo wa kufikiria. We want intervention of workers. Tunataka watu ambao wao kiambiwa kazi yao kufanya, akili hazina uwezo wa kutathmini uzuri na mabaya ya yale waliokuwa. Vita vya akili vimeanza zamani sana. Kwa hiyo mapinduzi yaliyopelekea dini isiwe dini ambayo iko chini ya Mungu na Mtume Muhammad, iwe dini ya wafalme na watawala vijana ulimwenguni, na wakaendea nyenzo ya elimu. Wakagawanya hii elimu ya dini, hii elimu ya dunia. Elimu ya dunia ambayo ndio elimu ya mazingira, wakamtoa Mungu. Kwenye elimu Mungu haipo. Kwa kila wanachosoma kule Mungu hausikia ndani ya Mungu. Alafu ikapewa nafasi ya kuyaendesha maisha ya wanadamu. Kwa hiyo leo vijana wetu kama mnavyoona, hakuna elimu inayoongoza ulimwengu zaidi ya elimu ya sekula. Uongo. Kwa hiyo mtoto wako anaanza primary, anaanza nursery school, ana miaka 5, akiingia miaka 7, aendelee O-level, aendelee A-level, kila jioni, anakuja kumalizika mtu huyu, hakuingiza kitu cha Mola wake kichwani. Brain yake yote inakuwa haina imani ya kaburi. Ndio maana unakuta mtu anayejiki lakini mzinifu hajui madhara ya zina. Utakuta mtu anayejiki lakini analauti watu hajui madhara ya utu. Utakuta mtu anayejiki lakini fisadi anadhulumu na kuiba na mambo mengine mengi. Hajali madhara ya jamii nyingine kwa sababu amekosa elimu mwongozo. Mungu ameondolewa. Ndio maana nisema kule kopi na uzuri. Nataka watu ambao wanasikiliza tu alafu tutaangalia maswali kidogo usipite tu hivi. Sasa ngapi? Ndio nikienda huko. Unakuta ulimwengu umekuwa ni ulimwengu wa jahiliya. Yaani ujinga wa zamani ulikuwa ni watu kusoma zamani. Mtume wetu Muhammad alikuja kutazama za jahiliya, watu walikuwa hawana nini, lakini kufahamika elimu ni muhimu, na usipowasomesha watu na wataingiziwa elimu ya Mungu, ikabidi ili kukava ile nafasi ya akili ili iwe yote imejaa kuingiza elimu ya jahiliya. Kwa hiyo mtu kiasi miaka 5 baada ya kumaliza vyuo vyake kwa miaka 25, brain imeshajaa, hana sehemu nyingine ya kuingiza. Amehifadhi ujinga tu. Hapo ndio sehemu ya kwanza. Haya mapinduzi ya elimu
scientific revolution yalifanyika mwaka karne ngapi? Lakini tusidhani kwenye sekta pekee. Kibaki na fikra za kunalia watu uharibifu ulifanyika kwenye sekta pekee yake utapotea. Mpaka kwenye dini. Zilipita jitihada za kuhakikisha wasijiishe syllabus na mafundisho ya dini ili hawa watu wenye imani waweze kutamani Uislamu. Ilikuwepo vita vilivyopiganwa katika karne ya 12, Crusade War, vilioua na watu wengi sana, na sehemu kubwa ya vitabu vya elimu vilitupwa bahari. Nafikiri kama kwa wazuri kwenye ule mto Tigris kwa Iraq, elimu ilipotezwa na watu waliobakia walilazimika kutii nidhamu za ulimwengu. Kwa hiyo wakaambiwa katika shule za kielimu za kidini, hili lifundishwe, hili lisifanyaje, fundisheni hili halifai. Watu wakawa sio tu wanazo ala dini mwingi, mpaka wanawachuoni pia na wao wakawa al-ulama salatin, wanawachuoni na wao wakawa wako chini ya ufalme. Hawana uhuru wa kusema Mungu na mtume anasema, ila waseme yale matakwa ya tawala na wafalme wao. Ndio aliyokuja katika maamuzi ya kufunga umra na hija, kufunga misikiti, watu wasisali jamaa ya Ijumaa. Sio mitazamo ya kidini, bali ni mitazamo ya tawala. Sina leo hii watu sadaka wa baraka shehe tunamsoma. Wangelikuwa jamhuri na ramani ikawa kusanya kushashaba sana kwenda kufanya tathmini, wasingezuilia maka hii watu wasifanye umra pale, wasingefungia nini hija. Sina leo wala katika sehemu ya miji mingi zisingefungwa misikiti, watu sasa watu jamaa, ungetengenezwa taratibu. Kwa sababu gani? Allah ameleta balaa, Allah ameleta adhabu ili watu wazinduke. Sasa badala ya watu kujikurubisha kwa Mola wao ili mabalaa yaondoke, ndio mnawafukuza kabisa wasisege kwa Mungu. Haya balaa imesha. Haya yote ni matatizo ya ulimwengu kwa dini chini ya ufalme. Sina yote ndio kuelekeza watu dini. Anafu ala dini Mungu. Kwa hiyo natahadharisha sana. Usije kuangalia kama ndo maka yenyewe sisi tutakuwaje huo mtazamo wako sasa. Dini hii hatukuachwa kutazama taasisi. Ukatazama taasisi fulani, taasisi yenyewe fulani maana wewe hivi sasa sisi tunasema wewe kuambia utazame nini? Taasisi bwana, watu Mwenyezi Mungu na Mtume anasema taasisi kuna maana. Nakueleza sana. Kama Mungu anasema wapi Mungu amesema utazame taifa, utazame nchi, utazame mtu. Allah anakuambia utazame mtu. Na umeachia Qur'ani na mafundisho ya Mtume, hili ndio kiongozi wako. Kwa hiyo usikate tamaa ukatepeta ukalegea eti kwa sababu jamii fulani unayoiamini, taasisi fulani unayoiamini, taifa fulani unayoiamini, serikali fulani unayoiamini imeikandamiza dini na huko mbele. Sio sababu ya kuamini. Hatua ya mambo ya kuifanya dini hiyo chini ya falme ya tawala ilikuwa ni hawakutoka. Baada ya vita vya pili vya dunia, vita vya kwanza vya dunia mwaka 1914 sijui ile vita ya kwanza ilianza mwaka 1917. Historia inatumia walileta mapinduzi ya kiuchumi, Bolshevik Revolution, kutoa uchumi barter trade, alileta kutumba tukatoa uchumi wa mpita aina nyingi za uchumi duniani, socialism, economic system, watu wa Russia kule na capitalism ambao uchumi economic system inaongoza leo, lakini kwa uchumi wa nyuma kule kwa economic system watu wa Iraq wakati wa Mungu kwa Kanani
Tunaelewa vile? Sasa wakaondoa ule uchumi ambao kimsingi Muislamu anapokula halali moyo wake na afya yake inakuwa madhubuti kwa Mola wake. Lakini kuvuga leo kitu tunachokula, yaani katika jamii ya Kiislamu leo sidhani kama kuna watu wanazingatia halali na haramu sasa. Bali hivi sasa katika twende kinachoingia menelewa sio haramu, bali kinachotoka ndio haramu. Maneno ya poa, maneno ya poa sema kinachoingia si haramu, bali kinachotoka. Kila mmoja anaangalia namna ya uchumi wake, hajali kinachokila asili yake ni haramu na kitanidhuru vipi. Umma wa Uislamu katika masuala ya uchumi tumekuwa mbali kiza kabisa, yaani kama vile dini haifundishi uchumi. Uongo jamani, uongo. Sasa sikiliza, Mtume anasema mtu anayekula haramu hataingia peponi mpaka kile kilichoota katika mwili wake kitoke na moto wa jehanamu kiishi, abakie fresh, nyama zake zibakie zile zilizopatikana kwa halali, ndio atolewe wapi? Aende peponi. Tunasalimika kweli? Subhanallah. Kwa hiyo hawajui bima uharamu wake, hawajui insurance uharamu wake, hawajui bingo uharamu wake, hawajui bahati nasibu uharamu wake. Mfumo umebadilika. Mfumo umefanyaje? Hii ikasaidia badala ya kuanza kutizama sasa ule mfumo wa Mungu na mtume kwa wapi, ikasaidia watu waweze kuishi kwa sisi mtume. Lazima tuna matibabu ya elimu inawasaidia wapate vyanzo vya uchumi, ni elimu ya sekula, wakatengeneza uchumi sio kwa na haramu wala halali. Kwa hiyo kila mtu anapata maisha mazuri duniani. Hapa dini zilifanyaje? Kwa hiyo maelekezo hapa ya zile tawala ambazo zinasimamia uchumi wa dunia, dini kazifanyaje? Kuwekwa chini ya tawala na ufalme. Waislamu wanajua vile ni darasa kubwa hili. Ni darasa katika kikui. Lakini tutafanyaje? Lazima tuseme ili akafilisi kujitambua mengi iliyotumika kuipiga vita akili na hii mwanadamu aweze kuwa chini, dini yake isimamiwe na wafalme na watawala. Tumeelewa vile? Kwa hiyo mimi leo ukinikuta nimetoa paipu na hii mafuta hala, mimi najihisi kama ile ni halali, tena nakula na jenga nyumba, watoto wanapendeka wanakwenda shule na kitolea mfano mimi mwenyewe siku zote kwa roho. Siku moja serikali moja mwezi wa Ramadhani shekhe kubwa tunaendesha naye na mkuta mchana wa saa 7 anasauku ananyenya mafuta kabla hakili. Akasema halala tayyibu hii. Kwa hiyo mimi natoka mimi sije kawauzi wengine, lakini kila mmoja anakuwa ana vyanzo vyake vya uchumi, anakuwa haiko makini kuzingatia asili ya uchumi unakuja asili yake kwa haya, kwa sababu mwongozo huu wa mifumo ya dunia unalazimika wewe utii nidhamu ya mifumo ya dini, unakuwa chini ya mfumo wa dunia. Kwa hiyo hapo dini ikakosa nafasi yake, dini na mwongozo wake na mfumo wa dunia huu wakati sio kutazama taasisi. Unaweza ukitazama taasisi kumbe imewekwa dhidi ya Uislamu. Unaiona taasisi ina jina zuri na imefunika bendera au kitambaa cha dini, lakini kumbe ni dini, ni taasisi ya kipasa kwa ajili ya kuwa dini ya kimataifa, mataifa yanatunda ya Uislamu, lakini
lakini kumbe yale mataifa yamefundishwa vitambaa tu vya sura ya Kiislamu, lakini kumbe mfumo wa uendeshaji ni mfumo wa kitawuti, mfumo wa ushirikina na mfumo wa kikafiri. Watu wanakurupuka wanakwenda bila kufanya kiigizo, tunarudi kule kule baraka tutakadikana labda usuwatu huko ni kwa sasa. Usiniambia sasa kama wakubwa wenyewe ndio imekuwa hivi, kama taifa lenyewe fulani imekuwa hivi, sisi tutawezaje? Hiyo sio kipimo kwetu sisi. Mnatuumiza vitu kwa maisha kwa mimi kusema sawa. Lakini kingine kile kibalizi kabisa Uislamu kawa dini ya Uislamu sio dini ya Mungu wala ya Mtume, ni mapinduzi ya wanaita French Revolution, ni mapinduzi ya tawala. Zamani zilikuwa tawala ambazo zinaruhusiwa uwepo wa tawala ambazo katiba yake inamtambua Mungu zamani. Katika karne ya 19 ikaja ilipokuja mambo ya demokrasia, tawala zote zikalazimisha United Nation, Umoja wa Mataifa, kuwa ni tawala za kidemokrasia ambazo hazitambui Mungu. Sio leo hili. Kwa hiyo kile jambo la Mungu unaonekana huko kwenye ulimwengu. Tena ni hatari kwa sababu utasababisha tawala hizi zikisi. Kwa hiyo tawala mafundisho mapinduzi haya yanaondolewa Mungu kwenye tawala. Serikali sasa ndio mlezi mkuu, hatambui Mungu dunia nzima. Ukiona kama kwetu Tanzania hapa limeletwa jambo la ushoga, alafu uongozi ukawa unatazama kwa sura mbaya na kukemea, ni mtazamo wa viongozi, sio sera ya katiba ya utawala. Ni mtazamo kwa viongozi kwamba hili jambo alipatia kiambio tuwekee katika kanuni. Ndio maana wanatazama sehemu katika haki za binadamu, wanaonekana kuwa hawazitoa haki za binadamu vizuri. Sasa Tanzania nchi moja leo la dunia imekuwa haijatoa ushirikiano mzuri juu ya ushoga. Kwa nini? Wamekuwa wakinyanyapaliwa mashoga kwenye maradhi yao hospitalini, wamepeleka malalamiko mashoga kwenye Umoja wa Mataifa. Halafu Tanzania haijaleta ile lubricant. Kuna mafuta ambayo yanatumiwa kwa ajili ya kuingiliana wanaume kila nchi. Tanzania sio hasi gani? Tulete ndio kuhamasisha watu kuingiliana kununua mafuta ya lubricant. Kwa kukataa haya, ulimwengu wanasema Tanzania inapiga vita uhuru wa hadharani. Hii ni mtazamo wa viongozi. Na ninachokuelezea ni mtazamo. Hii ndio tulionayo ni bado serikali nzuri kweli. Mimi huwa nasema mara nyingi, Dar es Salaam kule bwana, kuna mambo mengi sana yamekaa vizuri. Kuna makasino yalikuwa yakisumbua sana, zaidi ya mifugo wa makasino. Kulikuwa kuna wafanyabiashara wale wa ngono, zaidi siwezi kwa kutema kuendesha system na wakuta habari ya kusitisha na baibui. Bismillahi ili uone Mungu Bwana kama anataka kukujibu kwa juu. Anapigwa ndani miezi miwili mitatu akitolewa na kesi, unajua roho biashara mbovu ile acha nini. Sasa ndio hii serikali nzuri sana. Japokuwa ingeleta hali ngumu ya maisha, lakini hii ndio hali ya sisi wananchi ya Mungu kishezoea. Kizama sura ya Uislamu watu walikuwa wema, walikuwa hawana hali zote za kiuchumi. Hali wanadamu ana hali nzuri ya uchumi, anakuwa na chumi. Hii ni historia ya mwanadamu. Akineemeshwa mwanadamu asiyekuwa kitu sana isipokuwa chache. Hiyo mwanadamu akona vitu la hamna kama unamcha Mungu na anasikiza alhamdulillah kule mjini na jana sababu ya vitu watu wanaomba afungulie. Alafu kwa kitu mimi niseme tu wazi, niliwahi kusikia hotuba ya Magufuli. Alikuwa na viongozi fulani akiwa anawapa vipeti na akiwa
akiwaandaa kwa ajili ya kwenda kwenye majukumu yao, na isikilize ile hotuba yake, amemtaja Mungu kwenye nafasi yake mara 15. Nendeni mkambulize Mungu nyingi katika sehemu. Mimi ni mtumwa wenu, ni mtumwa wa watu. Niombeni kwa Mungu. Mungu, bila ya Mungu mimi siwezi. Haya nilikuwa namsikiliza, ninachukua pointi moja. Sijawahi kuona na uchache wangu mimi kumuona kiongozi anayependa Mungu ni nafasi yake kama huyo. Hata kama labda nikisema labda ndio Sheikh Mishiki, lakini ni nafasi nzuri sana hata kurekebisha. Kwa tawala zimesaidia, ndio maana tawala kupitia haki za binadamu zimeufikisha ulimwengu huu kuwa sasa mambo ya heri, mambo ya halali hayajulikani, bali yanayofanyika ni mambo ya nini? Shinikizo za tawala zina haziji haramu nini, halali. Kwa hivyo ilikuwa nataka kusema Uislamu tunacho kiigizo tulichoachiwa na Allah, mtume wetu, wala tusikae kutizama mtu. Wakati tulionao sio wa kumtizama mtu, sio kutizama taasisi, sio kutizama miji. Tizama miji tuliokuwa nayo, subhanallah. Hebu nenda Zanzibar sasa hivi, sio kuja Zanzibar kwa miji na sio sana. Juzi mama mmoja anapigia simu ndugu yangu mwalimu akahara majina bila kulia vijana wa Kiislamu, mwalimu yuko pale Kigamboni, anapigia simu na mama wa kutoka Zanzibar, anasema nataka nimlete mwanangu aje kufundisha Tanzania. Anasema sasa huko baba tumekuwa nyuma sana kielimu kutoka sisi huko Zanzibar ni elimu. Anasema yule mama mwanangu sisi kwa subhanallah, sasa hivi tunawakimbiza watoto wetu kwenye vyuo vyetu, wanajuana sasa hivi wanadamu tu. Sasa watu wanakimbiza kama Afrika, sehemu nzuri zaidi ndio watu wazuri kidini ni South Africa. Zanzibar kwa sura ya Uislamu imeshambuliwa kupitia uchumi, tawala, utamaduni, maendeleo na sayansi ya teknolojia. Sasa inaondoka kwa kasi yake. Nenda ukitazama Zanzibar inapisha kama ila ilahi Bagamoyo. Sasa unataka kutazama miji yenyewe imekwisha hivi, tafsiri huko unapotazama Saudi Arabia, Prince Mohammed bin Suleiman ameweka mji anaita Arab City, umejengwa mji Saudi Arabia, mji special, mji maajili ya watalii. Kuna kila kitu ndani, wale walio na aina zote za starehe ndani katika Uislamu. Wako mashoga ndani, watu umejengwa. Waislamu wenyewe ndio wamewajengea watu wale maadui wa Mungu kwenye mji wa Kiislamu, waje wafanye starehe wa Uislamu kwa watoto wanachezea watoto wetu fuku kiara. Usiende mbali sana kwa kuishi. Somamu nilikuwa nasema kuna umuhimu wa kusafisha kutazama mtazamo huu wa watu kuvunjika moyo kwa sababu ya mji fulani, taasisi fulani, taifa fulani, serikali fulani inapokuwa inaelekea katika dini, kwa sababu wengine wanafanyaje? La, huu wakati tumerudi Maka, kila mmoja sasa hivi anaanza tena. Tumetoka kwenye tawala, tumetoka kwenye mikoa, kwenye mitaa, kwenye sasa hivi hata familia watu zinawashika uongo kweli. Sasa hivi tunarudi katika ule Uislamu wa kila mtu na nafsi yake. Bada al-Islamu ghariba, Uislamu ulikuwa mgeni wakati ulipoanza, wasayaudu ghariba kama bada.
unarudi Uislamu kuwa mgeni kama ulivyoanza. Fatuba lilquran, watakaosalimika ni wale watakaokubali kuwa wageni katika Uislamu. Kwa haya machache bila kusema, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kuna maswali kidogo